ni kweli wachezaji wa Yanga wamechoka, ama pia ipo haja benchi la ufundi linapaswa kuonesha ubora wao wa kimbinu kwenye mechi ambazo zimesalia hizi tatu, lakini pia ambazo wamecheza na pia kulingana na mechi ya jana. Karibu. Kwani wachezaji wa Yanga hao wote walikuwepo miaka minne yote iliyopita? Hapana. Si ndio maana tunafanya usajili jamani. Kila mwaka watu tunasajili wachezaji wapya. Yanga wanafanya usajili kila mwaka. Na kila kwenye dirisha Yanga wanafanya usajili. Wanafanya usajili kwa sababu gani? Si kwa sababu ya kuingiza, ni kama vile unafanya substitution. Unaingiza fresh legs kwenye mechi husika, kwamba hao jamaa wamepambana labda dakika 60, 70. Sasa tunahitaji watu wapya ambao watakuja kuishika game, labda revive hatua fulani hivi, kufufua kitu tulichokuwa nacho. Kwa hiyo ndio maana kila mwaka tunafanya maboresho usajili, na ndio maana usajili unapaswa kufanywa hata kikanuni na watu wa ufundi. Kwa sababu hawa ndio ambao wanajua wachezaji wametumikaje, wametumika kwa muda mrefu, kwa kiasi gani, mchezaji huyu Pacome ametumika kwa dakika ngapi, siku hizi kuna zile vesti wanazovaa zile zinatoa data, na zile data ndio zinakuja kukusaidia hata kama unapomtaka mchezaji, hizi data zinakusaidia kwamba atakuja mchezaji wa hivi, yuko hivi. Hizi analysis zinazofanywa hazifanywi kwa bahati mbaya, sio? Na ndio maana tunahitaji wataalamu wafanye hivyo, ili tukija kwenye matukio kama haya, wao tunaamini ndio wataalamu, wanaweza kujua huyu ametumika kwa muda gani, tunahitaji mchezaji wa namna gani, aje kusaidia nini kwenye timu. Sio haya madirisha ya usajili hayako kama fashion, hayako kama sehemu tu ya mtu kutamba kwa bana, hayapo kisiasa. Nimemnunua fulani, nimemtoa huyu, nimemleta yule. No, yapo kwa ajili ya jambo maalum, nalo ni la kiufundi. Kwa hiyo mimi mtu akiniambia wachezaji hao wametumika miaka 4, miaka 5, leo tunazungumza wakati ligi inakwenda mwisho. Lakini tulikuwa tunasema kwamba Yanga watakwenda kuchukua ligi mara ya 5 mfululizo na wachezaji hao. Sio? Na tunaposajili wachezaji wapya tunatamba mitandaoni kwamba tumesajili fulani, huyu AI, huyu sijui anapewa jina gani, akija akishindwa inaonekana unajua sasa wachezaji wako wale wametumika muda mrefu. Hapana. Sio kweli. Kuna sehemu ambayo kunafanyika makosa na wakubali. Lakini mimi bwana, shida yangu nyingine niliyopo kwa Watanzania. Sisi kwenye akili zetu tumezipa Simba na Yanga kwamba hizi ndio timu ambazo zinapaswa kushinda kila mechi. Ni kweli. Kucheza vizuri kila mechi. Ni kweli. Yaani hao ndio wanapaswa kuwa mabingwa. Unaelewa? Lakini at the same time tunataka watu wenye mamlaka wafanye haki. Sawa. Simba na Yanga wanapendelewa wafanye haki bwana, wakati sisi mioyo yetu na vitu vyetu havifanyi haki. Sawa. Hebu imagine Azam ubora wa Azam fanya wa msimu huu tu. Sawa. Ingekuwa mawazo yangu mimi nadhani pia tuwape credit benchi la ufundi la Azam. Muhimu. Sawa. Azam walivyoikuta Ibenge na ilivyo sasa ni tofauti kubwa. Sawa. Lakini tuko tayari hapa kuizungumza ubora wa Simba ya raundi ya pili baada ya usajili wa dirisha dogo. Sawa. Na ujio wa Steven Baka, kulikoni ubora wa Azam wa kocha ambaye ameanza nayo msimu mzima na wamecheza group stage kwa mara ya kwanza, na wanaweka upinzani mzuri kwenye ligi. For instance, Simba na Yanga wana ubora wao ambao unatambulika. Azam ubora waliouweka kwenye msimu huu, tungepata timu zingine 7 zikawa timu 8 zina ubora huu, hivi sisi tungekuwa tayari hapa kusema Yanga anashinda mechi zake zote au Simba anashinda mechi zake zote? Sawa. Amechukua pointi 4 kutoka kwa Simba. Anaiondoa Yanga nusu finali. Ana mechi nyingine na Yanga ambayo kila mmoja anaona ugumu wa hiyo mechi ukoje. Sawa, kwenye kutoa maamuzi. Lakini Ibenge ameamua kutumia wachezaji wa kawaida kuleta matokeo kiwanjani, ambao sisi hatusingewategemea kama wangeweza kucheza mechi fulani na wakaleta matokeo tofauti. Miongoni mwa ubora wa kocha, jana kulikuwa na bwana mdogo anaitwa Ashraf Kibeko. Sawa. Would you expect Ashraf Kibeko kutoka under 20 aende akapambane kwenye mechi kama ile ya jana, tena anaaminiwa na mwalimu, mechi kubwa against Young Africa? Jemedari, mechi karibia zote au Jemedari, ngoja niongezee hoja yako hapo. Mechi ya Mapinduzi finali. Yes. Ilienda katika changamoto ya mikwaju ya penalty. Lakini muungano Yanga nusu finali na Azam FC, Yanga walishinda 2-1 kwa mbinde kweli kweli. Tutoke huko. Naam. Zidane
Sereri. Yeah. Sawa. Mwalimu aliamua kuanza na wachezaji ambao you wouldn't expect against Simba na wakashinda mechi. Si ndio? Ile 2-1. Ile 2-2. 2-2. 2-2. Sawa. Kuna wakati Jafet anaitwa Kitambala ambaye alikuwa kama ndio top striker wa timu. Sawa? Alikuwa anakaa substitute against mechi ngumu na anaamini vijana wadogo na wale wanampa anachokitaka kiwanjani. Si ndio? Huyu Ngeta alipokuja kulikuwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa watu mzito, lakini kidogo kidogo unaona kile alichokuwa anakitaka mwalimu na anachokipata kiwanjani. Leo we are here. Umeuliza swali wewe, why James Akamiko was not part ya hiyo mechi? Si ndio? Amekwenda kucheza ya haya zaidi. Lakini hii haiji kwa bahati mbaya, inakuja na kwa sababu ya mbinu za mwalimu. Nataka nini kwenye mchezo huu? Ubora wa timu pinzani ni upi? Udhaifu wao uko sehemu gani? Nitumie wachezaji wa namna gani? Azam has changed a lot. Okay, sasa Hansi nataka kuchangia hapo. Karibu. Naam. Point ya msikilizaji hatuwezi kuikwepa kwamba wachezaji wa Yanga wamechoka. Yes, yuko sahihi. 100% yuko sahihi. Lakini huoni pia benchi la ufundi pia lina changamoto, mabadiliko ya benchi la ufundi? Ametoka kocha Pedro, hivi sasa yupo Moalin. Maana yake ni nini hapa? Alianza Romain Folz. Yes. Amekuja Pedro. Hivi sasa ni Moalin. Maana yake ni nini hapa? Maana yake ni kwamba viongozi ndio wana matatizo. Shida sio makocha. Naam. Utafukuza makocha hata 100, lakini kama huna timu shindani huwezi kufanikiwa. Na timu ikishuka inajulikana kwamba imeshuka. Sio kwamba Watanzania sijui wanataka Simba na Yanga ndo zionekane zinacheza vizuri. Duniani kote, hata ukienda Spain, Barcelona na Madrid wako juu pale all the time. Madrid akishuka watu watajua, Barcelona akishuka watu watajua. Kinachotokea ni kwamba wachezaji wa Yanga wametumika sana kama alivyozungumza msikilizaji. Utazungumza hapa katikati kumekuwepo na madirisha zaidi ya 6-7, lakini Yanga wanasajili akina nani? Kwa sababu ukiangalia kwenye kikosi cha jana kulikuwa kuna Djigui Diarra ambaye yupo Yanga zaidi ya miaka 4, anaenda mwaka wa 5. Kulikuwa kuna Kibwana Shomari yupo zaidi ya miaka 4. Kulikuwa kuna Baka, kulikuwa kuna Mwamnyeto miaka 4 sijui, wote wako pale. Njoo kwenye midfield mtazame Mudathiri, nadhani ni miaka 3 kama sio 4 sasa hivi. Nenda kamtazame Maxim pia Nzengeli miaka 3 kama sio 4 sasa hivi. Kamtazame Pakome miaka 3 kama sio 4. Kwenye kikosi cha kwanza kulikuwa kuna wachezaji 7 ambao wametumika mfululizo miaka 4 kwenye timu. Means haya madirisha 5-6 aliyopita Yanga wanasajili lakini hawapati quality sahihi ambayo itakuja kuwapumzisha hao ambao wamepumzika kwa muda mrefu. Yani leo au kuja kukiongezea ubora kikosi. For sure. Naam. Yani leo unaangalia bench, unamuona Buba, unajiuliza nianze na Buba au nianze na Pakome ambaye amechoka. Unasema bora Pakome aliyochoka kwa sababu Buba alikuja Januari hamna kazi. Kwa hiyo inabidi ukubaliane na ambacho Pakome atakupa. Leo unamwangalia Damaro yuko benchi, unasema nianze na Damaro au nianze na Mudathiri ambaye ametumika kwa muda mrefu, anaonekana energy yake imeshuka. Sema ni bora Mudathiri. Kwa inabidi ukubaliane na ambacho muda atakupa. Kwa sababu umeingia sokoni, umeleta wachezaji ambao hawajaja na impact, wanaendelea kutumika wale wale back to back. Kwa hiyo ili kuondoa hichi kitu ni Yanga kuwa serious sokoni. Wasilaumu makocha, wasisingizie makocha, wasifukuze makocha. Hawa makocha wakikutana na kikosi bora wataperform, tutawaimba hapa. Leo watu wanamuimba Nabi, wanamuimba Gamondi. I'm telling you, warudi hapa wakutane na squad iliyokuepo Yanga. Tutawatupia mawe. Tena mayai ya visa kabisa. Gamondi arudi hapa na Nabi akutane na squad iliyokuepo Yanga. Hawatoboi. Mayai ya visa tunawatupia. Hawa makocha walishine, walikutana na watu. Yani una Mayele, una Aziziki wa moto, una Pakome wa moto, kwenye midfield una Aucho wa moto. Kwa nini kocha usiimbwe? Kwa hiyo ili kuondoa hii kitu, Yanga warudi kwenye mchoro wao, ramani yao ambayo Hersi alichora wakati anaingia pale.
akawaleta kina Mayele, akawaleta kina Aucho, arudi aangalie ni nini